na kuijenga milele. Elimu ni silaha ya kuondoa dharau. Haya, namna hiyo inapendeza jamani. Hili ni tukio jumuishi kwa ajili ya watoto wenye ulemavu, wana haki ya kupata elimu kama wengine. Tunafurahi pamoja nao. Namna hiyo inapendeza sana. Haya sasa. Nani wanakuwa washindi? Tuone kwenye zoezi hilo nani? Elizabeth. Jamani Tabita. Haya, asante sana. Tembea, cheza muziki. Wewe ni mwanafunzi unayependa muziki. Cheza. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Maiga Charles. Ni mwalimu elimu maalum na jumuishi katika shule ya msingi Nyaligamba A, lakini pia nikifanya kazi na shirika la St. Justine Foundation, lakini pia nikiwa mwalimu wa mahitaji maalum. Wanafunzi wangu ni wanafunzi ambao wana ulemavu tofauti. Wanafunzi wenye uziwi, yani viziwi, wanafunzi wenye ulemavu wa viungo, wanafunzi wenye ulemavu wa akili, wanafunzi wenye ulemavu wa changamoto mbalimbali za ujifunzaji, wanafunzi wenye usonji na wanafunzi wenye changamoto mbalimbali au afya ya akili. Sasa kwa siku ya leo nina wasilisho moja tu hapa ambao ni ujumbe wa siku hii ya leo. Ni mojawapo ya watu tutakaotoa ujumbe siku hii ya leo. Wanafunzi 9 ni wanafunzi wachache sana, ikimaanisha kwamba bado kuna watoto wenye ulemavu ambao bado wako katika majumba yetu na bado hatujawaruhusu kuja wapi? Shuleni. Huo ndio uhalisia. Na serikali ilishatamka wazi kwamba watoto wote haijalishi hali zao, jinsi zao, dini zao, kabila lao, wote pamoja na wenye ulemavu wafike wapi? Wote tuseme shuleni. Wafike wapi? Shuleni. Sasa kinachoonekana kwamba bado watoto hao, jamii bado hatuna uelewa wa kutosha wa kuwafikisha hao watoto shuleni. Na uelewa huo tumeuleta hii siku ya leo, kwamba watoto wote wenye ulemavu inawezekana wakafika shule na wakajifunza na wakajitoa katika maisha haya ya ulemavu na wakaingia katika maisha mengine ya kujimudu. Halo? Inawezekana kabisa. Kuna umuhimu gani wa kuwaandikisha watoto hawa shuleni? Tumeona igizo la watoto hapa wakionyesha kwamba kuna baba mmoja amekatalia mtoto wake asifike shuleni kwa sababu mzazi huyo ni kweli ana maswali mengi sana, kwamba mtoto huyu atatembeaje kufika shuleni? Lakini pia mtoto huyu atajifunzaje? Mtoto huyu mbona uelewa wake uko chini, atajifunzaje? Majibu hayo yote tumekuja nayo hapa. Mtoto huyo inawezekana akajifunza kabisa na akaelewa kama watoto wengine. Inawezekana kabisa. Kwa sababu kinachohitajika pale ni elimu tu kwa huyu mwalimu. Mwalimu ambaye amebobea vizuri au mwalimu ambaye amepewa mbinu mbalimbali jumuishi katika darasa jumuishi. Inawezekana kabisa mtoto huyo ukamfikisha shuleni na akajifunza sawa na wengine na yeye akaelewa. Na kwa namna ya pekee sana, watoto wenye mahitaji maalumu unaweza ukawapeleka muda wowote shuleni, hata kama ni mwezi wa kwanza, hata kama ni mwezi wa pili, hata kama ni mwezi wa 3. Kuna majira ya kuandikisha watoto. Nafikiri ni mwezi wa 11, 12, wa kwanza, wa pili mpaka wa 3. Lakini wenye mahitaji maalumu, muda wote wewe fika shuleni na mtoto huyo, hata ingelikuwa kesho, umwandikishe shule. Tunao utekeleza hapa Serengeti na hasa katika shule yetu ya Mbaribari. Kama alivyoeleza mwenzangu, umelenga hasa kufanya uibuaji wa watoto wenye mahitaji maalum. Hiyo ndio kazi kubwa. Kwa nini tumelenga kuwaibua? Watoto wenye mahitaji maalum mara nyingi wamefichwa, wamewekwa ndani. Inaonekana ni aibu kuwa na mtoto mwenye
mwenye ulemavu nyumbani. Kwa hiyo wazazi wanawaficha, ndugu wanawaficha, wengine tangu wamezaliwa mpaka leo hawajatolewa nje ya nyumba zao, wanafichwa ndani kwa sababu wanaonekana ni laana. Mabango yetu yametueleza wakati tunaanza. Na tunawaibua pia kwa sababu kwenye sensa ya mwaka 2022 taarifa za sensa zinaonesha tuna kiwango kidogo sana cha watu wenye ulemavu, kama mwenzangu alivyosema 10%. Tulijaribu kufanya utafiti wa uhalisia wa kuibua watoto kwenye kata zetu 3 Msoma vijijini. Taarifa zetu za awali zilituambia, taarifa za sensa zilituambia katika zile kata kuna watoto 64 tu wenye ulemavu kwa kata zote 3. Tulipofanya uibuaji, uhamasishaji na uibuaji wa kina, tulipata watoto 224 wenye ulemavu kutoka kwenye kata hizo hizo. Kwa nini taarifa za sensa na uhalisia vinatofautiana? Sababu kubwa ni hiyo, unyanyapaa. Watu wanadhani ukiwa na mtoto mwenye ulemavu ukamtangaza unajiaibisha, unajidhalilisha, yani kumbe tunamnyanyapaa yule mtoto. Ni kosa kubwa sana hili. Mimi kwa majina naitwa Neema Kaisi Kabuka, ambaye ndo mtendaji wa kata ya Mbalibali. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa kuungana nasi leo tukajadiliana jambo la msingi sana, elimu kwa watu wenye ulemavu, hasa watoto. Elimu ni haki ya msingi ya kila mtoto bila kujali hali ya kimwili au kiakili. Watoto wenye ulemavu kama watoto wengine wana ndoto, vipaji na uwezo wa kuchangia kwa kiasi kikubwa katika maendeleo yetu iwapo watapewa fursa ya kupata elimu bora. Changamoto zinazowakumba nazo watoto wenye ulemavu ni nyingi, kuanzia ulemavu walionao kwenye miundombinu isiyofaa, ubaguzi katika jamii. Jamii yetu inabagua sana watoto wenye ulemavu. Ukosefu wa vifaa vya kufundishia watoto wenye ulemavu. Haya yote yanachangia kuwanyima haki nyingi ya kuwazuia kufika ndoto zao. Hivyo sasa, niombe jamii yetu wote tuliopo hapa, na imani tumechukua kila sehemu, kila sekta. Kuna wazee wa mila, kuna wenye viti wa vitongoji, kuna wamama maarufu, kuna wazee wetu maarufu, kuna wahuduma wa afya ya jamii. Kila mmoja anayetoka hapa awe ni mwalimu wa kutoa elimu tulioipata leo hapa. Kwa hiyo nachukua fursa hii niwaombe wachungaji, katika mahubiri yenu naombeni na hiki kipengele naombeni mkiweke umuhimu wa elimu kwa watoto wenye ulemavu. Jamii kubwa sana inatenga watoto. Unakuta hata mtoto hata kutoka nje anakuwa na chumba chake maalum, anafungiwa. Hata mtu ukitembelea ule mji hauwezi kujua kama kuna mtoto mwingine pale kwenye ule mji. Kwa hiyo tuombe jamani, shirika limekuja kwa ajili ya kutusaidia. Yoyote mwenye mtoto mwenye ulemavu unaruhusiwa kuja kumwandikisha muda wowote. Nisisitize tu kwamba huu ni mwanzo wa kazi maalum ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo kama walivyotoka watu sehemu ya mbali, wametumia gharama zao na wametenga fedha nyingi kwa ajili ya hao watoto, basi sisi wananchi wa Mbalibali ambao ndio wenye watoto hawa, naomba tuonyeshe moyo wa ushirikiano katika jambo hili. Kwa sababu kama walivyoonyesha takwimu za sensa 10%, lakini ukienda kwenye uhalisi inaongezeka zaidi ya hapo. Na Mbalibali naamini ndivyo ilivyo. Jamani, kwa majina naitwa mkaguzi wa polisi Jacob Sanga. Ni polisi kata ya Mbalibali. Sasa mtoto mwenye ulemavu ni mtoto kama mtoto mwingine. Anatakiwa kupewa ulinzi bila kubaguliwa. Vile vile anatakiwa kupewa haki za msingi kwa mujibu wa katiba
mtoto mwenye ulemavu kama mtoto mwingine anatakiwa kupewa haki zote. Kwa mfano, haki ya kuishi. Mtoto mwenye ulemavu asichukuliwe kwamba hii ni laana kwenye jamii, hatakiwi kuishi, anatakiwa kufa. Hapana, anatakiwa alindwe kama watoto wengine, ikiwemo kuto kunyanyapaliwa na kunyanyasika. Kwa hiyo jamii ya Mbalimbali, ni kuombeni tuendelee kushirikiana na jeshi la polisi katika kuwalinda hawa watoto wenye ulemavu. Kwa majina naitwa James Nyambea Mosama. Ni mwenyeji wa kijiji hiki na ni mwenyekiti wa kamati ya shule hii. Zoezi hili tumelipokea kikamilifu. Naomba zoezi hili kama itawezekana liendelee kuwepo ili watu waendelee kufundishwa na wasiwafiche watoto wenye ulemavu wa viungo. Kijiji hiki kuna watu ambao yawezekana wanawaficha watoto kwa sababu ya ulemavu wao, lakini kwa kuwa shirika hili limejitokeza, naomba wasiwafiche watoto. Mimi ninashukuru sana hili shirika la Justin Foundation ambalo limekuja kutoa elimu juu ya watoto walemavu. Kwa kweli ninawashukuru sana. Ningependa hili shirika liendelee kuwepo na liendelee kuhamasisha ili watoto waliofichwa majumbani waweze kutolewa na waweze kujumuika na elimu wakaendelea na masomo. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.